ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا إلى المستقيم صراطا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الذي فضل بين المساجد رباطا، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المنزل عليه والله جعل لكم الأرض بساطا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حينما يزرعون من البطاطيس والبطاطا. أما بعد أيها السادات الكرام، ndugu wapenzi mliohudhuria, wake kwa waume, kina baba na kina mama, awali ya yote baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuzitaka ziada za rehma na amani zimwendee kiongozi wa umma, jemedali wetu, amiri jeshi wetu mkuu, mtume wetu Muhammad, pamoja na ahli zake na masahaba wake kwa ujumla. Baada ya shukurani zangu za awali, nizirejeshe tena shukurani zangu za dhati kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwanza kwa kutuwafikia sote kuhudhuria mahala hapa katika hafla tukufu ya kumuadhimisha mtume wetu Muhammad. Hii ni neema kubwa na ni fahari kubwa, ambapo mimi na nyinyi sote kwa ujumla wetu tuna wajibu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, japo kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Nimepewa fursa hii kwa ajili ya kumkaribisha Sheikh wa mkoa, lakini kama ilivyo kawaida, Sheikh wa mkoa hawezi kusimama hivi hivi, lazima njia isafishwe, na mimi nasafisha njia. Katika kusafisha kwangu njia, nasema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam allamana al-mawadda والرحمة والعطفة, ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha mapenzi, katufundisha huruma na ametufundisha upole. Tunapozungumza mahaba, mawadda ni daraja ya juu katika kupendana, kwa sababu mapenzi yana daraja. Daraja ya kwanza ya mapenzi kwa lugha ya Kiarabu ni mahaba, lakini ukishatoka katika mahaba unakwenda katika mawadda. Mawadda ni yale mapenzi yaliyoungana na nyoyo, na ndio maana mke na mume wanapopendana yale huwa yanaitwa mawadda. Lakini unapotoka katika mawadda unakwenda katika shughufa. Shughufa ni mapenzi ambayo hayana usalama. Ndio utaona hata wale wanawake wa Misri, wakati Zulaikha alipomtaka Yusufu, walisema imra'atu azizi turawidu fataha qad shaghafaha hubba, yani kazidiwa na mapenzi ya kupita kiasi, ambapo inaonekana ukiwa nayo basi wewe si mtu wa kawaida, ni kama vile umeingiwa na maradhi katika moyo wako. Sasa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametufundisha mawadda, akatufundisha huruma, akatufundisha upole. Na sisi tunapokusanyika katika hafla kama hii,
tunakuja kumsoma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika hadithi sahihi mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamathalil jasadi idha ishtaka minhu udhun tadaa lahu sairul jasadi bisahari wal humma. Mtume anasema mfano wa Waislamu katika kupendana kwao, katumia neno fi tawadihim, neno mawadda, katika kupendana kwao, watarahumihim, na kufanyiana kwao huruma, kamathalil jasadi, ni kama vile kiwiliwili kimoja, idha ishtaka minhu udhun tadaa lahu sairul jasadi bisahari wal humma. Kiungo kimoja kinaposhtakia maumivu, basi mwili mzima unakesha ukiugulia na kupata homa. Hivi ndivyo ambavyo wanatakiwa Waislamu waishi katika kupendana kwao, waishi katika kuoneana kwao huruma, lakini pia waishi katika kufanyiana kwao upole. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwanabalagha, pia alikuwa ni mfasaha. Hakuna alokuwa kimzidi mtume sallallahu alaihi wasallam kwa balagha na ufasaha. Tazama namna alivyoyapanga maneno haya. Ameanza kwa kusema mathalul mu'minina fi tawadihim, kisha akasema watarahubihim, akamalizia wataatufihim. Na watu wa balagha wanasema wa fi taqdimi wa ta'khir tujadu fihi aghradhul balaghiyya. Unapoona jambo limetangulizwa kutajwa ndani ya Qur'ani au katika maneno ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basi jua ndani yake kuna malengo ya kibalagha. Sio kwamba mtume kajisemea tu, yapo malengo ya kibalagha. Wa aghradhul balaghiyya huna, na malengo ya kibalagha hapa katika maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ihtimamu sha'nil muqaddam, ni kupewa umuhimu lile jambo lililotangulizwa kutajwa. Mtume akasema mathalul mu'minina fi tawadihim, mfano wa Waislamu katika kupendana kwao, watarahumihim, na kuoneana kwao huruma. Waislamu hawawezi kuoneana huruma kama hawakupendana. Ili wafanyiane huruma lazima yatangulie mapenzi. Unawezaje kumfanyia huruma mtu ambaye humpendi? Unawezaje kumhurumia yule ambaye hauna mapenzi naye? Ndio maana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaanza kusema fi tawadihim, kwanza yatangulie mapenzi. Watarahumihim, ndio ifuatie huruma. Ukishakuwa na mapenzi na ndugu yako Muislamu utamhurumia, na ukishamhurumia wataatufihim, utamfanyia upole. Tena mapenzi yetu mtume sallallahu alayhi wasallam anataka yawe ni kama vile kiwiliwili kimoja. Mtume bila shaka aliusoma mwili wa mwanadamu namna unavyofanya kazi kwa kushirikiana. Watu wa coordination katika fani ya biolojia nadhani watakumbuka hii topic ya coordination. Mwili wa mwanadamu ili uweze kufanya kazi vizuri lazima kutimie mambo matano. Jambo la kwanza stimulus, kichochezi. Na jambo la pili receptor, ni mahala ambapo kichochezi kinapokelewa. Na jambo la tatu coordinator, ni mahala ambapo kile kichochezi kinakwenda kutafsiriwa. Lakini sehemu ya nne effector, mahala ambapo jibu linapatikana. Na sehemu ya tano responses, maamuzi anayoyachukua mwanadamu baada ya kuwa kile kichochezi kimetafsiriwa. Mathalan, umechomwa na kitu chenye ncha kali, mfano wa sindano. Kile kitu chenye ncha kali ni kichochezi.
lakini sehemu ambayo umechoma ni receptor, ni sehemu ambayo kile kichochezi kimepokelewa. Lakini mahala pale kuna kitu kinachoitwa afferent. Wataalamu wanasema afferent inafanya transmission of nerve impulses to the brain for interpretation. Inauchukua ule ujumbe unaotokana na hicho kitu chenye ncha kali kukipeleka kwenye ubongo ili ubongo uweze kufanya tafsiri. Ubongo ukishafanya tafsiri, kuna kitu kingine kinachoitwa efferent. Kile cha mwanzo ilikuwa ni afferent. Sasa wataalamu wanasema efferent carries impulses to the effector organ. Inauchukua ule ujumbe uliotafsiriwa na kuuleta kwenye organ maalum for responses, kwa ajili ya kuchukua maamuzi. Na maamuzi pale, kama ni mkono utautoa haraka mno ili usidhurike. Hivi ndivyo Mtume anatutaka tuwe katika kupendana kwetu, katika kuoneana kwetu huruma, na katika kufanyiana upole. Ni kama vile kiwiliwili kinavyotake action haraka sana. Leo ukiona suala baya limemfika Muislamu mwenzio, na wewe una uwezo wa kutatua shida hiyo, wa kumuokoa katika janga hilo, basi wewe unatakiwa ufanye haraka. Lakini leo unapoona jambo baya limemfika Muislamu mwenzio, basi wewe ndio utatoa mchango kumgandamiza na kumwangamiza. Hivi sivyo walivyokuwa maswahaba pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tazama katika surati al-Fath namna ambavyo Mwenyezi Mungu anamsifu Mtume na maswahaba. Anasema Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar. Muhammadi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na wale walio pamoja naye walikuwa ni wakali kwa makafiri. Ruhamau bainahum, walikuwa wakionana huruma wao kwa wao. Lakini leo tumeigeuza aya hii, badala ya Waislamu kuwa ashidda'u 'ala al-kuffari, wamekuwa ashidda'u 'ala al-muslimin. Tumekuwa hatupendani, tumekuwa ni watu wabaya, tumekuwa ni wakali kwa Waislamu wenzetu. Hivi sivyo alivyotufundisha Mtume. Na natija ya visomo vya Maulidi tutakuwa tunaikosa, kwa sababu hapa tunamsoma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilikuwa nasafisha njia, na haya ndio yalikuwa maneno yangu ya leo.